Kanisa la Methodiste Uhuru Tanzania, Jimbo Nyarugusu, Parokia Umoja, Mama na Familia, Kasulu, Kigoma. Ripoti ya akina mama kwenye kikao cha akina mama Jimbo cha tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka 2026 pa Parokia Umoja. Shukrani. Haleluya, msifuni Mungu katika patakatifu pake. Msifuni katika anga la uwezo wake. Msifuni kwa matendo yake makuu. Msifuni kwa kadiri ya wingi wa ukuu wake. Zaburi 150 na verse ya 1 hadi 2. Baraka na mafanikio. Mpango kazi. Kushiriki ibada za kila siku ya pili na za mwisho wa mwezi. Kuimba na kuomba na kutoa neno la Mungu. Kufanya mzunguko kwa kila kijiji kwa kuwahimiza Wakristo wadhaifu mradi wa kuchoma mikate, kujihusisha na vizaa mbalimbali na kadhalika. Kuvika wachungaji wetu nguo, kufundisho kwa wamama, kufundisho kwa mabinti wetu, kuvika wamama viongozi wa vijiji nguo, kutembelea wasiojiweza, wajane, mayatima na wagonjwa, tukiwasaidia kimwili na kiroho. Kila mwisho wa mwezi kupandisha mapato yaliyofanyika. Kushiriki ibada za kila siku ya pili na kila mwisho wa mwezi, kuimba na kuomba na kutoa neno la Mungu. Mafundisho ya wamama. Mafundisho ya wamama. Tulisoma Methali sura 14 mstari wa 1 hadi 3. Somo: mwanamke mwenye hekima. Pia Mathayo 13 mstari wa 44 hadi 48. Somo: kukusanya. Mafundisho kwa mabinti. Wagalatia sura ya 5 mstari wa 24. Somo: tamaa mbaya, kuchoma mikate, kujihusisha na bidhaa mbalimbali ikiwemo chumvi na mikoba na kadhalika. Kuvika wachungaji nguo, kuvika wamama viongozi wa vijiji nguo. Kila mwisho wa mwezi kupandisha mapato, kulipandisha 8,000 yaliyofanyika nje wa mpango kazi. Kupandisha 20,000 jimbo. Kulisha kikao cha jimbo 40,420 ambayo yakufanyika na sababu zake. Kutembelea wasiojiweza, wajane, magonjwa na wayatima kwa sababu ya mwingiliano wa vitu. Namba ya 3, changamoto.
mwisho wa mwezi. Baadhi ya wamama wengi kutokubadili kufanya huduma kanisani. Suluhisho ni kuwaombea Mungu akutane nao ili walipende kazi zake. Takwimu jumla ya wamama watu wazima 139, mabinti 47, watu wazima wanaobatizwa 139, wasiobatizwa 51, binti wanaobatizwa 47, mabinti wasiobatizwa 60. Pesa namba 5. Jumla milioni 1,113,000. Mradi 200,000. Matumizi kufika wachungaji wetu 394,000. Kufika wamama viongozi wa vijiji 99,000. Matumizi ya kikao 420,000. Baki mfukoni 20,000. Baki mfukoni 200,000. Mapendekezo namba 6. Mafundisho ya wamama na waume zao. Mafundisho kwa mabinti wetu. Namba 7. Kamati akina mama kiongozi Mwana Lovelinga, akina mama makamu Josa Elakano, mwandishi Bernadetta Mulevili, washauri Reverend Ongwabwe Malenga Mwana. Imefanyika Nyarugusu tarehe 9 mwezi wa 6 2026 kwa ajili ya kina mama seksio 1 Mwana Lovelinga kiongozi. Lakini nilina swali ichangana naye toka neva shaungwa yake plata action onatobwela vile bibyo sibitu byosaka ole lombaka wanda omwa abechangiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua ya kwamba kwenye mpango kazi ndipo kunaisha kila kitu. Mambo yetu yote yako kwenye mpango kazi. Amen. Abechangiwe inanda kuba betuose tole babuyanja mwaa lakini tole nolombaka tochololewa abechangiwe pladatio ikyobanda ono mwaa no eta ono mwaa no eta ono mwaa no eta wamalize washie makambo sasa motumia twashie sasa ibada twashia njibale tibila byo lakini ne shikingana ungo byangene yatuma ni mutakania leo abe chanji. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui
unaulizia ya kwamba haujaelewa. Sasa utaelewa vipi? Kwa sababu mambo yangu yote yanashuka kwenye mpango kazi, na yale yenye nashuka kwenye mpango kazi ndiyo mambo yenye nitafuatilia hii mwaka yote. Swali ya mama anauliza labda action ndio mpango kazi. Na fungua kwanza ripoti yako mama. Ripoti iko vizuri, imepangwa. Hapa kuna mpango kazi alisoma, huko yaliyofanyika alieleza, yaliyofanyika nje ya mpango kazi ameeleza, na ambayo hayakufanyika ameeleza. Kwa hiyo hiki alichoeleza hapa ndiyo mpango kazi wa hii miezi mitatu alieleza. Kwa mfano, alisema kwamba kushiriki ibada za kila siku ya pili na za mwisho wa mwezi, kuimba na mwisho wa mwezi. Hii ni kuimba na kuomba na kutoa neno la Mungu. Huku yaliyofanyika anasema kushiriki ibada za kila siku ya pili na kila mwisho wa mwezi, kuomba na kuimba na kutoa neno la Mungu. Kwa hiyo alionyesha ule mpango kazi ambao alikuwa na alionyesha kwamba alifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mpango kazi alionyesha. Sijui swali na huku mwisho sasa swali ya mama alitaka sasa ajue hii imeshafanyika, ili imefika mwisho wake. Sasa alitaka ajue hii ile miezi mitatu unapangilia kufanya nini na nini. Ndio ilikuwa swali ambayo alitaka kujua, kwa sababu hakusikia kuanza hivi mpaka ndani ya miezi mitatu umepangilia kufanya nini. Nafikiri ndio swali la mama, sio hivyo? Ni yale ambayo hayakufanyika. Kuna mambo ambayo hayakufanyika, ndio nitayatekeleza. Hayo mambo yenye hayakufanyika sitayaacha hivyo hivyo, bali nitafanyia kazi ili endelee. Amen. Amen. Ripoti tete pendekezo. Kasi tango ale. Wewe ruhusa ndugu yana.